Mtazamaji, tunaungana na mwandishi wetu wa habari Mike Kagongo ambaye yuko jijini Nairobi. Amekuwa kwenye mkutano wakati ambapo viongozi wa chama cha UDA wamezungumzia swala hili la mafuta na pia wameweza kukashifu siasa chafu ambazo zinaendelea wakati ambapo kuna swala nyeti ambalo linazungumziwa. Mike Kagongo, iwapo unatupata, hali iko vipi na uliko? Shughuli zinaenda au zimekwama? Na mswadakta Joash Onsare, pasi na shaka na kupata katika njia shwari zaidi kutoka hapa jijini Nairobi, hususan eneo hili la barabara ya kuelekea eneo la Ngong, na ni hapa ambako ni makao makuu ya chama tawala cha UDA, ambapo katibu mkuu wa chama hichi Omar Hassan amekuwa akitoa kauli ya chama na vile kauli ya serikali kwa ujumla kuhusiana na swala nzito hili la maandamano ya kuongezeka kwa bei ya mafuta ya wale ambao ni sekta ni washikadau katika sekta ya uchukuzi na vile sekta mbalimbali za magari. Pasi na shaka ametoa kauli nzito kweli akisema kwamba upo mkutano ambao umefanyika hapo jana usiku baina ya baadhi ya maafisa wa serikali ikiwemo sekta ya barabara, sekta ya kawi na vile wale ambao ni washikadau wakuu wa sekta hizi za matatu, ambao waliweza kuafikiana kwamba wataweza kuongeza bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38 na vile waweze kushusha ile bei ya dizeli kwa takriban shilingi 10 pekee. Kwa hiyo anasema kuanzia leo bei ya mafuta ya dizeli, bei ya mafuta ya petroli itakuwa inauzwa kwa shilingi 232 kushuka kwa takriban shilingi 10 peke yake. Kwa hiyo ni masuala ambayo hawakuweza kuafikiana kwa mujibu wa washikadau wa uchukuzi. Hapo jana tumemsikia yule ambaye ni Kennedy Kaunda akiweza kudadisi kwamba hawakuafikiana, manake walisemezana waweze kuweka mkutano leo hii ama kufanya kikao kingine leo hii na vile kesho, ili kuweza kuafikiana ni yepi ambayo watakuwa kuafikiana ni yepi ambayo yatakuwa yanashikiliwa kuanzia kuendelea mbele. Kwa hiyo Kaunda, kwa mujibu wa Kaunda ni kwamba wao walikuwa wanahitaji bei ya mafuta iweze kushushwa kwa takriban shilingi 42 au kwa shilingi 30 hadi 35, kutoka kwa 232 hadi 196. Japo chama cha tawala na serikali kwa ujumla inasema kwamba hiyo ni mikakati ambayo ipo kwenye tunnel wanavyosema Waingereza, yani ni mikakati ambayo imewekwa. Watakuwa wanajaribu kushusha bei hino ili waweze kuwafanikisha Wakenya kutekeleza shughuli zao za kila siku. Na kwa sababu mgomo huu unaendelea leo hii na vile labda hadi kesho na kuendelea, katibu mkuu wa chama cha UDA amesema ya kwamba wale ambao ni waajiri ama serikali, waajiri kwa ujumla, waweze kuzungumza na waajiri wao, waweze kukaa nyumbani, wafanye kazi zao wakiwa nyumbani, ili waweze kufanikisha kuendelezwa kwa uchumi na kuendelea kukusanya ule ushuru wa taifa ama kuendeleza taifa wakiwa bado wako nyumbani. Lakini swala linaloibuka kutoka kwa baadhi ya viongozi wa sekta ya uchukuzi ni kwamba, je, utaambia watu waweze kukaa nyumbani, wafanyie kazi nyumbani, lakini sekta ile haiwezi fanyia kazi nyumbani. Manake haiwezi usema kwamba atibasi ama magari ama matatu haya yataweza kukaa nyumbani yafanyie kazi nyumbani, manake lazima yazunguke hapa na kule kutoka eneo moja hadi lingine kufika jijini na kuwapeleka kuwasafirisha wale ambao ni wafanyikazi wa sekta mbalimbali katika jiji kuu la Nairobi. Kwa hiyo ni swala ambalo bila shaka linaendelea kuzungumziwa. Huenda basi mkutano ukaweza kuwekwa leo hii baina ya wale ambao ni washikadau wa uchukuzi na maafisa wa serikali, ili kuweza kubaini mchakato ama kubaini njia mwafaka ambayo itaweza kuchukuliwa. Swala lingine ambalo katibu amezungumzia ni kwamba yapo maswali ibuka kuhusu ni kwa nini mafuta katika nchi zilizopo karibu na taifa la Kenya yako kwa bei ama yanauzwa kwa bei ya chini kiasi kuliko haya ambayo yanauzwa humu nchini. Hassan Omar anasema kwamba
mara takriban 5 barabara za Kenya zimetengezwa kwa wingi, zaidi ya Uganda, zaidi ya Ethiopia, zaidi ya Tanzania. Yani nchi ya Kenya imetengeza barabara ndefu na nyingi kweli kweli. Kwa hiyo ule ushuru ambao serikali ya Kenya inaitisha wananchi wake, takriban shilingi 25 kutoka kwa Road Maintenance Levy, ndio maana basi wanafanya lazima Wakenya waweze kulipia ile maintenance levy. Huo ushuru haupo katika nchi ya Tanzania, ule ushuru haupo katika nchi ya Uganda. Ndivyo wanavyosema kwamba basi wale wanaouza mafuta kwa bei nafuu ni tofauti sana na wale ambao ama sisi Kenya tunauza mafuta kwa bei ya juu zaidi, ili kuweza kufanikisha ukarabati wa barabara, kufanikisha usafirishaji wa bidhaa mbalimbali na vile vile kufanikisha shughuli kabambe za taifa hili. Amezungumza juzi yule ambaye ni kinara wa chama cha Safina, nazungumza kuhusu Jimmy Wanjigi, akisema kwamba mchakato huu mzima unaibuka kufuatia uwepo wa takriban zaidi ya shilingi bilioni 800 ambazo zimesalia katika kipindi hichi cha mwaka wa kifedha, ambazo ni madeni ya taifa la Kenya. Anasema kwamba lazima taifa la Kenya liweze kuitisha ushuru zaidi ili waweze kulipa takriban zaidi ya shilingi bilioni 800 ambazo zimesalia katika kipindi hichi. Lakini swala hili nimemuuliza katibu mkuu, anasema kwamba masuala ya madeni yamekuwepo tangu mwaka 2000, tangu wakati wa Moi. Kila serikali iko na madeni yake. Moi ameacha takriban trilioni 3, wakati Kibaki ameingia uongozini ameacha madeni vile vile, Kenyatta vile vile akaacha madeni, na kwa sasa bado madeni yapo na yataendelea kuwepo hata rais ambaye atakuwepo katika siku za usoni. Kwa hiyo uwepo wa madeni ama kulipa shilingi bilioni 800 takriban, ameweza kusema kwamba hilo halihusishi popote na nyongeza hizi za bei za mafuta. Wapo wengine ambao hapo jana wanazungumza kutoa maoni yao, wanasema kwamba ushuru unaongezwa ama bei ya mafuta inaongezwa ili kuweza kuzuia baadhi ya vijana ambao wanapania kuingia nyanjani ama kuingia kwenye maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni. Kabla ya mwezi Juni labda serikali iweze kupunguza mafuta, bei ya mafuta, ili Wakenya wasiende maandamanoni. Lakini swala hilo vile vile Bwana Hassan Omar anasema kwamba halihusishwi popote na maandamano ya Juni tarehe 25. Ndindi Nyoro amezungumza hapo juzi akisema kwamba anahitaji kwa sana kuweza ameandikia ile ambayo ni bunge, amemwandikia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, akimwomba kwamba aweze kuita bunge kutoka kwenye mapumziko, waweza kuzungumzia swala hili nzima. Masuala yake ni matatu peke yake, kwamba shilingi 25 za road maintenance levy ziweze kupunguzwa hadi shilingi 17. Vile vile serikali iweze kuleta ile ambayo ni subsidy kwa Wakenya kupitia mafuta ya shilingi takriban bilioni 5, ambayo vile vile itarudisha mafuta, bei ya mafuta chini kwa takriban shilingi 12. Kwa hiyo uamuzi wake ni kwamba takriban shilingi 30 hivi zinaweza kupunguzwa kutoka kwa zile ambazo zishaongezwa, na kwa sasa mafuta yaweza kutoka takriban shilingi 30 ama 196. Kwa hiyo Hassan Omar anasema kwamba hakuna tatizo kuita bunge waweze kuzungumzia swala hili, ni sawa, kwa sababu lazima kila mtu mwenye maoni aweze kuitwa na kuhusishwa kwa swala hili nzima ili liweze kutatuliwa kwa mujibu wa kisheria. Iwapo basi wabunge wangehitaji spika wa bunge la kitaifa aweze kuita bunge kutoka kwenye mapumziko waweze kuzungumzia swala hili, ama waweze kuweka kikao maalum kuzungumzia swala hili, ni jambo la muhimu zaidi, kwa sababu hilo ni kuhusisha kila mshikadau, kila mwamba ngoma aweze kuvuta upande wake ili waweze kusuluhisha swala hili kwa pamoja, pasi na kuiachia serikali majukumu yake peke yake. Ameweza kusema kwamba Rais William Ruto vile vile yupo kule Azerbaijan, na alienda kule sio eti kwa sababu ni kutoroka, anatorokea swala hili nzima la mafuta. Hasha, ni kwa sababu alikuwa ashaitwa, alikuwa na mapema, na maandamano haya yamepangwa juma lililopita peke yake. Kwa hiyo
tunazidi kufuatilia swala hili zima tuweze kufahamu ni vipi na ambavyo serikali imejipanga vile na vipi ambavyo washikadau wataweza kuamua iwapo basi wataweza kufanya kikao leo hii ama kesho waweza kufanya maamuzi mwafaka ambayo yataweza kuregesha shughuli za kawaida hapa kule, ili Wakenya waweza kupata safari zao za kila siku kutoka eneo moja au nyingine. Kumbuka washikadau wa swala wa sekta hii ya matatu wanasema kwamba sio kwa binafsi yao ama sio kwa mapenzi yao kuweza kufanya maandamano haya, ni kuwatetea Wakenya ambao kwa njia moja ama nyingine kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta wataongeza bei ya usafiri ama nauli kutoka eneo moja kuelekea jijini au kuelekea katika maeneo mbalimbali. La ziada halipo kwa sasa, tutazama. Tutakapoibuka baadaye tutamfahamisha mtazamaji wetu mengi zaidi na yatakayokuwa yashachipuka. Joashon Sare na Chichi Josephine, kwako usukani. Mimi ni Mike Kagwongo. Naam, shukrani sana Mike Kagwongo, amedadavua kweli kweli masuala nyeti yale yote ambayo yanawahusu wa Kenya, sheria, madeni, ruzuku, yote kwa pamoja. Na pia akaweza kutupa taswira ya vile ambavyo ndani ya makao makuu ya UDA kilichokuwa kikiendelea pale na kile ambacho labda kiliweza kuzungumziwa na katibu mkuu. Naam, shukrani sana.